Mfuko huu ulihuishwa mwaka 2020, lakini ulianza kutekeleza shughuli zake mwezi Septemba 2023. Kwa hiyo lengo kuu la mfuko wetu limegawanyika katika maeneo makuu manne. Ya kwanza ni kuinua ubora wa kazi zenu. Cha kwanza ni kuinua ubora wa kazi zenu. Kwa hiyo wewe kama mteja wangu, wewe kama content creator, unatakiwa kufahamu mahitaji ya soko lako la ndani pamoja na soko lako la nje, lakini vile pia uweze kufahamu washindani wako katika bidhaa yako. Amezungumza hapa vizuri huyu mteja wetu ya kwamba yeye anahitaji kamera aweze kuzalisha kazi bora. Kwa kuwa nafahamu kama kazi haina ubora, haiwezi ikakidhi mahitaji ya soko la ndani, haiwezi ikakidhi mahitaji na soko la kimataifa. Na ukitaka bidhaa yako iende kimataifa, ni lazima uzingatie ubora unaotakiwa na soko la kimataifa. Lakini eneo lingine ni kusaidia kazi zenu ziweze kujiendesha kibiashara. Mfuko hautoi huduma, hauwezeshe mdau ambaye anayefanya kazi kimazoea. Ni lazima kazi yako ijiendeshe kibiashara, kwa maana ya kwamba iweze kulipa kodi. Si ndio? Kazi yako pia iwe fomo, yani iwe rasmi. Kwa hiyo kwenye biashara ndiko ambako kuna uendelevu wa shughuli mbalimbali za kiuchumi. Kwenye mazoea hapo maana ni kwamba hakuna uhakika wa uendelevu wa shughuli yako. Lakini eneo la nne ni pamoja na kuzalisha ajira. Dhamira ya serikali ni kuwasaidia wananchi ambao wenye uwezo waweze kuwezeshwa, wawasaidia wananchi wengine ambao hawana uwezo wa kupata ajira. Kwa hiyo kama ikitokea nimekupa mkopo leo, ninategemea kwamba mkopo wako utakuwa ni msaada wa kuweza kuzalisha ajira katika jamii yako, kwa vijana wako wanaokuzunguka katika eneo husika la kibiashara. Lakini pia mwisho ni kuchangia katika pato la taifa. Nchi haiwezi kwenda kama hatulipi kodi. Na tukifahamu ya kwamba wanaojenga nchi ni sisi wananchi wenyewe.